jina la Yesu. Ukiwa umesimama, nafunga pale kamili. Sauti kwa sauti ya juu yenye ushindi, sema hayupo hapa, amefufuka tena. Hata nchi hao waliwaambia. Hebu tusome hilo sauti, hilo andiko. Kwa nini? Sema tena, kwa nini mnamtafuta aliye hai? Kwa nini mnamtafuta aliye hai? Bado sema tena kwa sauti, kwa nini mnamtafuta aliye hai? Kwa nini mnamtafuta aliye hai? Katika wafu. Mstari wa 6 unasema kwamba hayupo hapa, amefufuka. Ongeza sauti kwa sauti ya juu yenye ushindi, sema hayupo hapa, amefufuka tena. Lakini hebu piga vigelegele na nikumbushe, hili neno ni la muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili ni la muhimu sana siku ya leo. Hili neno ndilo linalotufanya tuseme tumeokoka. Hili neno ndilo linalotupa ujasiri kwamba Yesu yuko hai. Jana asubuhi nikapigiwa simu, nikamwona habari nilifungua internet asubuhi, nikamkuta huyu nani Jonah ameniandikia kwenye internet. Ameandika kwenye comments, amezungumzia kuhusu mtu mmoja anaitwa Kanumba. Nilipoingia kwenye internet, nikakuta yani comments zimejaa nyingi mno. Comments zimejaa. Nikafungua radio TV, nikafungua TV Star TV, nikafungua TBC, nikaona gari linaendeshwa limefika Muhimbili. Leo yuko wapi? Nimejifunza mambo mengi sana kwa tendo hili. Mtu ambaye akionekana kwenye TV amevaa nguo za kinadhifu, bei mbaya, alivyotengeneza nywele nini, anapendeza, nasema kwa mapozi. Leo anapelekwa mochwari, yuko kwenye town. Hili jambo limechakata. Yaani nguo zake zote amening'iniza kwenye misumari. Lakini leo anapelekwa mochwari, hana viatu. Hakuna viatu. Mimi nimeona. Yes. Hakuna viatu, lakini mbali ya hivyo amefungwa taulo. Naona hiyo kazi. Nikaamini kwamba kama tulivyozaliwa tutarudi hivyo hivyo. Turudi hivyo. Mbali ya fahari tulizo nazo. Hivyo hivyo. Sasa watu wanalia, naona pale wengine wanaanguka chini kwa sababu zake. Matumaini yamekosekana. Nikaangalia siku moja kwenye
Kwenye TV wakawasha TV, akatokea mtu mmoja anaitwa Rais Mkapa. Akasema baba wa taifa yuko kwenye hali mbaya katika hospitali St. Paul, nafikiri St. Thomas London. St. Thomas London pale ni hospitali nyeupe, iko kwenye line kama hii, iko karibu na mto wa Thames. Hospitali nzuri mno, ni nzuri kuliko hoteli ya nani, hii hoteli ya Kempinski Dar es Salaam. Ukifika kwenye hiyo hospitali mara nimeshafika. Akasema hivi, serikali itatumia gharama yoyote ile mpaka senti ya mwisho hakikishe baba wa taifa amepona. Lakini kilichotokea mwishoni, tunasikitika kutangaza kwamba hatunaye baba wa taifa. Nikasema kifo kina nguvu, kifo kina nguvu, kifo kina nguvu. Hakiangaliwi na pesa, hakiangaliwi na fahari gani, hakiangaliwi wewe ni nani. Hata kama uweke mageti mengi na mbwa 20, utasikia hiyo yenye maaskari wanaozunguka na mbwa 20, utasikia watu wanalia humo ndani. Nini fulani? Unanielewa? Kifo kina nguvu, kifo kina nguvu. Hivi nikuulize swali, nakaribia kumaliza. Hivi leo wakisema ghafla kwamba kuna taarifa, breaking news, kwamba Kanumba amefufuka, nakwambia watu watafunga safari kutoka Mwanza kwenda au kumshika mwili wake kuona ndiye yeye au si. Kanumba Msukuma wa Ngokoro, Shinyanga, watu watakufuata. Nikiangalia hivi mfano, namleta Bwana wetu Yesu Kristo. Watu waliweka matumaini yake kwake, walisema pasipo Yesu hatuwezi kitu, hatuwezi kuishi. Ndio maana hata Petro akasema haiwezekani ufe, haiwezekani. Maana sasa hivi tunatamba kwa sababu yako. Tunapita barabarani tunasema Yesu Yesu kwa sababu yako. Ukiondoka itakuwaje? Watu kasema wagonjwa wetu wataponywaje? Neno la kweli litamsoma nani? Kwa sababu haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea, Bwana Yesu asifiwe. Watu walisema hata mimi Yesu angeliniambia kwamba yapasa kufa, ningesema kwa kweli Yesu hapana, usife. Na Yesu angenikemea, angeniambia pepo, shetani rudi nyuma, kwa sababu asipokufa kusudi la Mungu halitatimia. Shetani rudi nyuma. Tumaini kwa waliweka matumaini kwa Nyerere, wakisema sasa baba wa taifa akiondoka hili taifa. Na kweli mimi sikuamini kama taifa la Tanzania itakuwepo. Yaani Nyerere amekufa, itakuwaje? Ndivyo ilivyo hata wakati wa Yesu Kristo. Watu kama Yesu asingelifufuka, kusingekuwa na Ukristo duniani, kusingelikuwa na ukemeaji wa mapepo duniani, kusingelikuwa na neno linaloitwa wokovu duniani. Watu walikata tamaa, watu waliona hatuna matumaini, watu walilia kwa machungu. Wanaokufa sasa hivi, kwa mfano hao wanaokufa na kugombana chumbani hao, Mungu wao leo akifufuka akihubiri Injili, nafikiri watu wakaokoka. Yaani atokeze na nywele zake hizo za hapa, aseme jambani kule nilikokuwa nimeenda, niangalieni nilivyobabuka uso wangu, nimekutana na Yesu uso kwa uso, na ameniambia rudi Tanzania, kawaambie watu waokoke. Na kuambia watu wangeokoka na wengine wangekataa. Ndio maana Yesu anasema, anawaambia wasipowasikiliza hao watu waliopo duniani. Yesu asifiwe. Narudia, Bwana Yesu asifiwe. Narudia, Bwana Yesu asifiwe. Watu sasa hivi wako kwenye moto sasa hivi, huko wanababuka, huko wanababuka.
kuingia kuzimu. Siku ile saa 9 aliingia kuzimu, akaanza kupita kwenye kona zote. Inasemekana kuzimu pako hivi. Unapenda niseme? Pako hivi. Alafu pamegawanywa. Zamani kuna kasehemu kalikuwa kametengenezwa kama kaovo namna hii. Hapo kaeneo kalikuwa kako tu, lakini imegawanywa. Upande huu walikuwa wanaenda kukaa waovu, maana kabla ya Yesu Kristo kufa, watu waliokuwa kifo wana Mungu aliye hai walikuwa hawaendi mbinguni. Walikuwa wanaenda kukaa mahali kule chini, mahali palipotengwa kwa ajili ya watu wanaomtii Mungu wa Ibrahim. Upande mwingine walikuwa nakaa watu waliokuwa wakipinga habari za Mungu wa Israeli. Alafu kati ya upande huu na huu ulikuwa na shimo katikati, ndio linalotenganisha upande huu na upande huu. Yesu akashuka. Haleluya. Yesu akashuka. Amen. Akawa anapita kwenye makorido ya kuzimu. Kwa inasemekana mwanga ulikuwa uko mbali, maana yeye ni nuru. Hata kuzimu ni nuru, hata kwenye kazi yako ni nuru, hata sasa ni nuru. Haleluya. Akaingia kule, watu walikuwa wanapandana mabega, nafikiri wanasema huyu Yesu tuliyemsubiri yukoje? Wakina Hosea ule pale, hii ni Yesu. Yesu atembea. Hezekia kama ndio wewe Yesu, sema mimi ndio Yesu. Nipe basi mkono ana Hezekia. Yesu anatetemeka. Shetani akimwona Yesu, kwa sababu hakutetemekei wewe, anamwona Yesu aliyemo ndani yako. Anatetemeka. Shetani akimwona Yesu, anatetemeka. Imba. Nani? Mwona Yesu, anatetemeka. Yesu akamwambia, shetani akazishika hizi hapa. Funguo zilipo hizi. Nisapoti ni basi kanisa wana funguo hizi. Hebu onyesha hizi. Funguo wa kwanza. Funguo wa nini? Wa mauti. Funguo wa pili ni funguo nini? Funguo wa kwanza ni funguo nini? Mimi narudia kwa sababu sauti hizo ni mbaya. Funguo wa kwanza ni funguo nini? Funguo wa pili ni wa nini? Anazitaka hizo. Ufunguo wa mauti maana yake ni kwamba atendaye dhambi amekwisha kuhukumiwa. Watu wanajitahidi kushinda dhambi, wameshindwa kwa sababu shetani amefunga penye uwezo, akaondoka na funguo. Hakuna uzima, hakuna uponyaji, hakuna maendeleo, hakuna kuinuliwa. Shetani amefunga. Na uzima je? Hata uzima wa milele hakuna. Dhambi zimeshinda watu. Kila wanajitahidi wanachinja mbuzi, hakuna. Wanamwaga damu, hakuna. Dhambi ziko pale pale. Mungu Yesu akamwambia nipe. Shetani akasema sina nguvu, natetemeka. Akasema sirushe. Shetani akamtishia pengine Yesu. Shwa. Yesu akaruka upande, shetani akazurusha upande pengine ili azikose. Yesu ni golikipa mzuri. Aliyesema amen abarikiwe sana. Yesu akaruka huko alipodanganywa, akageuka, akazitaka sehemu mbili. Alafu akazitikisa akasema nimepewa mamlaka mbinguni. Yesu, 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 Yesu. Nimepewa funguo za mauti na kuzimu. Leo tuna uwezo katika Yesu Kristo. Tunamzika shetani kwa jina la Yesu Kristo. Tunafufuka pamoja na Yesu Kristo. Ndoa yako ifufuliwe kwa jina la Yesu. Biashara yako ifufua kwa jina la Yesu. Wokovu wako ufufua kwa jina la Yesu. Hali maisha yako ifufua kwa jina la Yesu.
akamshika Yesu, akatoka kwa mikono. Shetani nguvu zake na jeuri yake yote anashangaa, hamna tena. Kwa mfano mtu akiwa na cheo, akaja rais aliyempatia cheo, shetani sasa, hata wale waliokuwa naye chini wakaanza kuona kumbe huna lolote. Mbona Yesu amekushinda sasa? Alafu Yesu anageuka na angalia kwa nini. Huku ni alfajiri mapema. Akaanza kupanda, geti la kwanza likamwachia ndege. Geti la pili likamwachia ndege. Na geti lilitaka kumzuia asifufuke. Yaani mpango wa shetani siku zote kuzuia makusudi ya Mungu yasifanyike. Lakini ashukuriwe Yesu Kristo, yanatendeka mapenzi ya Mungu. Geti la kwanza likaachia. Geti la pili likaachia. Geti la tatu likaachia. Yesu akajikuta ndani. Akaingia ndani ya mwili ambao umeanza kuoza. Akaingia, akaanza kufanya niangalie. Funza na watema. Akaanza kumeka. Funza akatoka. Alafu akazungusha zile nywele zake. Akaziona zimeruka kuoza. Ndio maana mwanamke alikuwa analeta manukato. Alipofanya hivi, huku uvundo ukatokea. Akafanya, akaanza akavua nguo zake. Alipovua nguo zake, kusikia malaika wakaingia kule kwenye kaburi. Nguo kutoka mbinguni. Wana mavazi kutoka mbinguni. Usiposema una matatizo. Haleluya. Mavazi yalitoka wapi? Sauti ya kipagani kutoka wapi? Alafu waliposimama wakachukua tishu za mbinguni. Tishu za mbinguni, siku za tishu Ulaya unaweza kukaa mwezi bila kuoga. Lakini ukifungua ile tishu ukijifuta unahisi umeshaoga, kana sabuni na dawa na kila kitu. Wengine ilikuwa hivi. Wakaanza kumsafisha uvundo. Wanamsafisha kuoza kwake. Huku wanachekelea. Huku malaika walio mbele yake wanafanya namna hii. Stahili. Unastahili. Walipoweza kumfika kutoa uvundo, wakamwambia, hebu tema. Akatoka makozi ya kuoza. Masikioni funza toa. Ana yeye mfalme anamhudumia. Toa. Yote ni saa 11 alfajiri. Akatoka. Alafu haya, umemaliza. Fua hizo, akaanza kumfundisha. Wakamfundisha sote. Walipomaliza, wakamwambia geuka hivi Yesu. Yesu anageuka, wakamletea vazi. Wakamfunika. Wakamvalisha viatu. Alafu malaika huko leta perfume. Wakampuliza na perfume ya mkia mbinguni. Pio. Alafu akamwambia kazi yetu imeisha. Sasa unaweza ukatoka. Ila anataka kupiga hatua tu. Nje akasikia malaika akasimama. Akachikia. Akaenda kulishika ile jiwe. Lile jiwe ambalo liliwekwa mlangoni kwenye kaburi la Yesu lina tani 7. Kilo 7,000. Akalishika ile jiwe, akalimwa alafu akalinyanyua juu. Akasogea nalo akaliweka ngeli. Alafu yule malaika akainama. Mwanaume akanyanyua mguu wake. Akapeleka nje. Haleluya! Nuru iliyopotea inarudi tena duniani. Haleluya! Amerudi. Waliosema hafufuki sasa amefanyaje? Waliosema hafufuki sasa amefanyaje? Waliosema hatufanikiwi kwa jina Yesu afanyaje? Waliosema hakuna ulokole
Usipopiga